Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kathira Allahumma salli wa sallim wa barik ala sahabu ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kwanza kuwashukuru wajumbe wote ambao wamehudhuria katika kikao chetu hichi cha leo. Kwa hivyo nafikiri itakuwa sina mazungumzo mengi isipokuwa tumkaribishe tu mgeni wetu Mheshimiwa Omo ili aweze kuendelea na utaratibu. Haya mheshimiwa, tafadhali, ukumbi uko wazi na wananchi wako, wana diaspora wako tayari kukusikiliza. Hadha, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam wabarakatuh. Haya, asante kwa sababu mimi nitakuwa ndio moderator pamoja na Shoman hapa. Nitaingiza tutangulizi kidogo kwa ajili ya wakati Mheshimiwa Othman anaingia, kwamba tunakutana hapa kwa muktadha wa miaka mitano tangu yeye Mheshimiwa Othman Masoud Othman aliporithi kijiti, tuseme alipochukua kijiti ambacho alikuwa nacho kipenzi chetu marehemu Maalim Seif na kuanza kuongoza mapambano haya. Kwa hivyo leo ni maongezi na yeye tukitathmini miaka hii mitano. Focus yetu au lengo letu ni kutathmini pamoja na yeye safari hii ya miaka mitano katika maeneo yote ambayo yanahusiana na safari yenyewe, upande wa serikali alikorithi nafasi ya makamu wa kwanza wa rais, na upande wa chama alikorithi nafasi ya mwenyekiti wa chama ngazi ya taifa, lakini pia zaidi spirit yenyewe ile ya Zanzibar Agenda ambayo Maalim alikuwa anaiongoza, hasa inaongozwa na yeye, na pia muktadha wa hali zetu tulizo nyumbani za maisha, safari ambayo iko mbele yetu na masala kama hayo. Kwa hivyo tutatoa kwanza, kama walivyosema Sheikh Saidi, muda wa mwanzo ni wa yeye Mheshimiwa Othman hapa kutuelezea kwa mukhtasari hayo na mengine ambayo atakuwa nayo mwenyewe binafsi, kutupa tathmini na kutuelezea maono na safari yake ambayo anaiendeleza. Halafu baada ya hapo tutakuwa na nafasi ya nusu saa sisi kama wachangiaji na washiriki kuuliza maswali na michango yetu kuitoa. Halafu baada ya hapo tutakuwa na robo saa ya mwisho kwa ajili ya kufanya hitimisho pamoja na kuagana na kutakia na dua. Kwa hivyo hiyo ndio kwenda. Sasa moja kwa moja tuanze na kwako Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Tunashukuru sana kwa kupata wakati wa kuungana na sisi katikati ya kipindi hichi cha Ramadhani, na bila shaka period zako ni nyingi. Tumeambiwa kwamba ndio kwanza umeingia saa hizi ukitokea Pemba, na kwa hivyo muda ni mchache, lakini umepata nafasi kuzungumza na sisi kama diaspora, na tunashukuru kwa nafasi hii. Na la pili, tunahitaji kusikia kutoka kwako. Miaka mitano imepita na sita unaanza, mambo yamekwendaje? Tathmini ikoje? Kwa hivyo karibu sana kabisa. Pamoja na ndugu zangu wenzangu nyote katika diaspora, kwanza niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na kukutana hapa, kutuwafikisha tukakutana kuzungumza mambo ya nchi yetu, mambo yetu sote. Tumshukuru sana kwa hilo. Sasa naomba nichukue fursa hii pia ni washukuru ndugu zangu nyote kwa hakika kwa namna ambavyo mnaendelea kuonesha mapenzi makubwa kwa nchi yenu na kwa ndugu zenu vile vile. Hili ni jambo kubwa sana. Si wengi ambao wanakuwa na imani kama hiyo, si wengi ambao wanakuwa na fikra kama hizo. Kwa hivyo kwa hakika mimi nawashukuru na nawashukuru si kwa sababu labda kwamba ni formality, lakini nawashukuru kwa sababu kwa dhati kabisa tunaona jinsi ambavyo mnaonesha mapenzi kwa nchi yenu, na kwa kila linapotokea jambo linalohusu Zanzibar la kuhuzunisha, mnavyohuzunika na wenzenu,
la kufurahisha, lenye kujenga matumaini, linalohitaji msukumo. Kwa hakika hili ni jambo kubwa sana, na tunaomba sote kwa pamoja tuungane, na hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tumtakie mzee wetu mwalimu wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad, tumtakie dua. Kwa hakika nasema hili kwa hivi nilivyoingia hii miaka 5 imefanya nimuone Maalim uzito wake, ukubwa wake na moyo wake. Nimeuona zaidi kwa hii miaka 5 ambayo mimi nimeipitia, na kwa kweli kama ni kumthamini, basi nimethamini zaidi. Pengine nikiri nisingepata fursa ya kutumikia hapa nilipotumikia, nisingepata fursa ya kuona mashaka ambayo nchi inapitia kwa katika ngazi hizi, kuona namna gani alipambana, kuona ili ukubwa ili pori alilolipita. Kwa hakika niseme kwamba pengine nisingekuwa leo na ile daraja nilokuwa nimeweka, pengine sasa hivi ni kubwa zaidi. Kwa hivyo mimi nawaomba tuungane sote kumtakia dua, Mwenyezi Mungu alitie nuru kaburi lake, na inshallah amfufue akiwa ni mja ambaye kamsamehe kwa makosa yake yote, na ampe pepo yake, na inshallah tujalie na sisi tukutane naye katika pepo yake. Amin, Allahumma amin. Na la tatu katika utangulizi huu niseme kwamba katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kama kawaida yetu, imeendeleza ile jambo la kheri ambalo Maalim amekuwa akilifanya katika Ramadhani. Na mimi ni Ramadhani ya 5, basi nimeendeleza utaratibu wa kuwapitia wenzetu mbalimbali katika vijiji mbalimbali waliopata mitihani, kwa ajili ya kuwafariji, kujua hali zao. Na kwa hakika fursa hii imenipa kuona, au imenipa fursa ya kuona hali halisi ilivyo, maisha ya watu, kuona wanakabiliana changamoto gani katika maeneo yao mbalimbali wanayoishi, hali za maisha hasa zilivyo. Imenipa fursa kubwa sana. Na mimi ni juzi nimekamilisha kuyatembelea majimbo yote 50, Unguja na Pemba. Tulianza Unguja, tukaenda Pemba, na juzi ndo tulimaliza. Jana tulikuwa na iftari kwa ajili ya wenzetu pale kijijini kwetu Padani. Niwaambie ndugu zangu, kwa hakika hali ni ya kuumiza sana, kwa sababu Ramadhani ilivyokuwa mwaka juzi na ilivyokuwa mwaka jana na ilivyo mwaka huu, kwa kweli inaumiza kwamba hali ya maisha inazidi kudumaa, hali ya maisha na nchi yetu unaona inazidi kudamika kwa maana ya maisha ya watu. Kwa hivyo niwaombe sana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa yale ambayo mimi nimeyashuhudia, naomba wenzangu kwamba kila mmoja kwa nafasi yake tutumie, na Mwenyezi Mungu inshallah atatupa fadhila za tutumie kipindi hichi kuwasaidia ndugu zetu kwa kadri tutakavyoweza. Wanahitaji kwa hakika msaada. Siwezi kuyamaliza, siwezi kueleza kwa ukamilifu wake, lakini itoshe niwaambie kwamba kwa hakika hali ni ngumu sana. Watu kuidiriki Ramadhani kwa kweli katika baadhi ya maeneo inaumiza sana. Tumejaribu sisi kumobilize kwa kiasi kikubwa sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, fedha nyingi kidogo, ambapo tumefanya juhudi ya kutayarisha kwenye sehemu mbalimbali, na tumejitahidi katika mikoa yetu sisi ya kichama kuchangia kwa kila mkoa. Kuna baadhi ya maeneo ambayo yameumizwa zaidi au yana hali mbaya zaidi, lakini bado msaada washika mkono kunahitajika. Niwaombe sana katika hilo. Kwa hiyo baada ya utangulizi huo,
Niseme kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii ambayo kwa hakika sikuitarajia. Niseme kama kuna kitu mtu naambiwa kwenye maisha kuna destiny, basi kwangu mimi niseme kwamba hii imekuwa ni destiny, lakini imekuwa ni destiny ambayo ni nzuri. Mimi naakili kwamba labda Mwenyezi Mungu alitaka ili nije niingie nishiriki kwa sababu ya yale ambayo tumekutana nayo. Na mwanzo niliona labda kama ni jambo la dhiki kubwa sana, lakini baada ya kuingia yote pamoja na yote ambayo tumekutana nayo, lakini niseme kwamba kwa hakika sisikitiki. Kwa hakika sioni kama nimepoteza muda. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii. Wenzangu, mimi niseme kwamba tunahitajika Othmani wengi zaidi na zaidi ili kuisukuma kuipeleka mbele Zanzibar, ili kutafuta pale ambapo nchi yetu inastahili kuwepo. Na hili message sisi kwa misingi ya siasa, ni ukweli tu wa kawaida kwamba kwa hakika tunahitaji watu wengi zaidi wajitolee kwa ajili ya kutumikia. Na nasema kwa sababu waliopo kwenye harakati hizi unaona kwamba wapo wengi, lakini wengi ambao wamejitoa ni wale watu ambao wamejitoa kwa sababu ya maumivu. Lakini kutengeneza nguvu, kutengeneza tuseme hizi harakati kimfumo, wanahitajika wengi zaidi kwa nafasi mbalimbali, kwa kusaidia na kuchangia kwa maarifa mbalimbali waliopo, pamoja na wingi wao, pamoja na juhudi ambazo wamefanya. Mimi ninasema bado hawatoshi. Kwa hivyo ni waombe la kwanza kwamba tunahitaji harakati hizi kuziimarisha kwa kutumia watu wenye maarifa zaidi, kwa kutumia watu wenye fani nyingi zaidi, ili hili jambo liweze kwenda mbele, liweze kusimama. Mimi naamini kwamba kukaribia pale tunapopataka, mimi naamini tunakaribia, pamoja na disappointment hizi ambazo zinatokea katika hii miaka mitano. Niseme kwanza nilianza na ugeni mkubwa katika siasa, kwa sababu si jambo ambalo lilikuwa na hamnalo, lakini kikubwa ni kwamba si jambo ambalo nilitarajia. Nilijua tu kwamba nitaendelea kutoa mchango wangu kama wengi wenu mnavyotoa kwa mawazo, kwa unapotakiwa ushauri, kushiriki kwenye mambo mbalimbali, lakini sikutegemea kwamba nitaingia na nitakuwa katikati ya hili. Kwa hivyo nimeingia na ugeni huo, lakini pamoja na ugeni huo nilichokiona kilichokuwepo ni kwanza matumaini ya watu au hamu ya watu kwamba Zanzibar bado wapo watu ambao wameamka, Mwenyezi Mungu kawaamsha, na wana hamu ile ya kwamba nchi hii iwe pale ambapo inastahili. Waone kwamba nchi yao kweli ipo na inatengeneza, kwanza kwa upande wa kijamii, kwamba wametengeneza watu wamekuwa na utambulisho kama Wazanzibari, watu ambao wana historia ya kuwa na nchi yao ilikuwa huru, nchi yao ambayo ilikuwa na mwelekeo. Sasa unaona kwamba mwelekeo huu nchi hii itakwenda mpaka inaelekea huko ilikokwenda, imepita. Lakini ukitazama ni kama vile yale matumaini ya kwamba hii Zanzibar yenyewe ipo haipo, kuna watu bado wana maswali mengi, wana wasiwasi. Na ukitazama kwa hakika unaiona kwamba kwa hakika ni kama inaishi katika Zanzibar yenyewe, ipo kama kwenye hadithi hivi, lakini ukitazama on the ground haipo, kwa sababu ya mambo mbalimbali. Ukitazama haipo kwanza kwenye uchumi. Unajiuliza sasa hivi Zanzibar hasa inazalisha nini? Zanzibar inaelekea wapi? Zanzibar tunaipima vipi kimaendeleo? Kwa sababu sasa hivi ukitazama Zanzibar inapimwa zaidi kimaendeleo kama kwenye tuseme zaidi kwenye mapato ya serikali.
inapimwa zaidi kimaendeleo, imejenga barabara gani, imefanya kitu gani, yani zaidi kwa vitu kuliko kama taifa ambalo linataka kuwapeleka watu wake mbalimbali. Unaweza watu wakajisifu kwamba kuna maendeleo, lakini kwa vitu, ingawa huku unaona kwamba hali za maisha ni duni, unaona kwamba kuna vijana wengi hawana ajira, unaona kwamba kama nchi yenyewe ina vitu ambavyo yenyewe havijavishika vikaviendeleza, historia yake, thamani yake, utamaduni wake, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ipo hilo, na ndio linalojenga msingi ya roho ya harakati, watu wana na hamu hiyo ya kwamba wanataka jambo hilo litokee. Lakini pamoja na kutamani huko, niseme kwamba watu wengi kutokana na mapito walioyapita na makubwa katika haya ya mwisho ambayo mimi nakwenda kuungana nayo baada ya kwamba yametokea. Na kwanza ni ukweli wa kwamba harakati hizi zimefanywa katika jukwaa la kupitia chama cha wananchi kafu ambacho kilianzishwa tuseme Zanzibar kwa damu na jasho. Nakumbuka kwamba kupandishwa tu bendera mwaka 92 ilienda na maisha ya mtu kule Shuba mjini Pemba. Hiyo ndio chombo hichi kilivyoanzishwa, ndio na imetoa mihanga mingi sana, watu kufungwa, watu kuuliwa, watu kufanywa kila aina ya udhalimu waliofanyiwa. Wamekwenda nacho, kikawa ni chombo chao, kimewaingia moyoni mwao, wameshikamana na wakawa na wamejenga imani juu ya hilo. Sasa ghafla kwa sababu ambazo ni za kidhalimu mno, kwa sababu za kiuonevu mno, na bahati mbaya kwa kutumia vyombo vya kutoa haki, mahakama kupitia msajili wa vyama vya siasa, chombo kile watu wakenda wakanyang'anywa, na yule jemadari wao, kiongozi wao, akadhalilishwa kisiasa kwa kuondolewa kwenye chama kile ambacho alikianzisha na wenzake kwa kusema kweli, kwa juhudi kubwa sana, kwa kujitoa kubwa sana. Tunaweza kuliona ni jambo la kawaida tu, ni chama kimetoka, lakini chama jukwaa halikuwa tu ni chama kama chama cha kawaida. Kwa hivyo leo unapokuja ukanyang'anywa, ukaondoka, ukabidi ukatafute nyumba ya kupanga, ukatafute pala pengine, ndugu zangu, naomba tuyachukulie kwamba hayo ni maumivu makubwa, na bado unayaona ni ndani ya nyoyo za watu mpaka leo. Nilipoingia mimi bado donda lilikuwa ni bichi, kama vile watu kama hawana uhakika ndio kweli ndio. Na kuna wengine ambao walichukua advantage hiyo kuiparaganya zaidi hizi harakati. Kwa hivyo tumeingia na iraha hilo kubwa sana kwa hakika, bado ambalo lilikuwa visible, lilikuwa linaonekana na lilizidishwa ni jeraha lilotiwa chumvi na baadhi ya wengine ambao watu waliwaamini kwamba hao ni wetu, wakaweza wakatumika nao kuongeza pasuko katika ule mshikamano uliokuwepo kwa watu katika hizi harakati. Lakini jambo la pili, nimeingia mimi akiwa tu pigo jingine kubwa la uchaguzi mkuu wa 2020. Uchaguzi mkuu wa 2020 uliacha majeraha makubwa sana, maumivu makubwa sana, kwa sababu kwa namna ilivyokuwa, hakukuwa na namna yoyote ile Chama cha Mapinduzi kingeweza kushinda hata kwa 30%, isingewezekana. Lakini ikatumika nguvu, watu 21 wakauliwa, watu 18 wakabakishwa na ulemavu wa kudumu, watu 48 wakatibiwa kwa muda mrefu, na watu zaidi ya 1,000 waliwathirika kwa namna moja ama nyingine. Na haya ni mambo yamewafika watu maskini ambao tayari ni hali zao za maisha ni ngumu sana. Tukaachiwa vizuka 14,
mayatima 38. Haya ni maafa makubwa sana lakini zaidi ya hapo viti vyote ambavyo vilitegemewa, kwa sababu hesabu yetu sisi kwenye harakati hizi ni kwamba ni ile hesabu ya 2015 ambayo mpaka uchaguzi unafutwa tulishashinda kwa viti 27 kati ya viti 54. Kwa hivyo ni zaidi ya nusu. Kwa hivyo ukichukua kwenye majimbo 50 tunachukulia kwamba tayari viti 26 kati ya viti 50 unaweza kusema ndio kipimo ambacho kama sasa kati ya ushindi wote huu ambao tulishaweza kuufikia leo unakuja kuambiwa kwamba viti vyote hivi vimechukuliwa, vimebakishwa viti vinne, ubunge viti vinne, uwakilishi viti vinne. Kwa maana hiyo ni viti karibu 22 vimechukuliwa. Hii ni pigo kubwa sana. Ni pigo kwanza kwa namna ya kuendesha siasa, lakini ni pigo hata kwa uchumi wa chama, kwa sababu uchumi wa hizi harakati unategemea wawakilishi na wabunge wake, unategemea ruzuku, ndio uchumi wake mkubwa lakini spirit ile ya kwamba umekwenda watu kuwanyang'anya majimbo yote haya, ina maana umeondoa siasa, ufanyaji wa siasa katika maeneo yao mbalimbali. Hilo lilikuwa bado ni bichi wakati mimi naingia, lakini likaja na donda la tatu kubwa sana na kuondoka mzee wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad. Hili jamani lilikuwa ni pigo jingine kubwa kupita kiasi, ambalo wengine liliwaduaza, wengine liliwahasa, wengine liliwafanya wakati tamaa, wengine ni kama vile wafe kisiasa, kwamba ndo basi ndo yamekuishwa haya. Na baada ya mimi kuondoka Maalim, kuna wengine walijua ndo na harakati nazo zimekwisha kabisa. Watu waliamini Maalim ndio harakati na harakati ni Maalim. Kuna mabadiliko mkubwa, mfadhaiko mkubwa sana ulitokea, ulikuwa una uhisi. Lakini kama hilo halitoshi, immediately likafuatilia na miguko pia kwa baadhi. Tulipochagua makamu mwenyekiti wa kumalizia muda ule wa Maalim na makamu mwenyekiti, nakumbuka kwamba watu ambao walitumikia harakati hizo kwa muda mrefu wako ambao walimeguka pale, na wengine hawakurudi tena mpaka leo katika hizo harakati. Kwa hivyo hayo ndiyo mazingira ambayo naingia mimi, mgeni wa siasa. Unaambiwa leo unakwenda kuchukua nafasi ya Maalim. Naomba hili tulizingatie, tuliweke kichwani kweli. Sio tu kwamba hata ingekuwa na haya mengine mawili ndio yasema au matatu ndio yasema. Fikiria ingekuwa tu ni kwamba Maalim kaondoka katika hali ya kawaida, hata kama kajiuzulu tu au kaamua kukaa pembeni, ukaambiwa wewe ukachukue nafasi yake. Utizameni, upimeni ule mzigo. Sasa fikiria kwamba umekwenda kwamba yeye hayupo, amefariki, na kuna na haya yote makubwa matatu. Kwa hivyo kwa kweli tulikuwa harakati kama ni taa labda kwenye tuseme fuel tank, taa ilikuwa inawaka hasa nyekundu, kwamba bwana sasa hivi nishati hii inaenda kuisha. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi kubwa sana ya kurejesha matumaini ya watu, kurejesha imani ya watu waliovunjika moyo, waliokuwa wamekata tamaa. Kwa hiyo nimeingia pale kwa hakika, nimeingia na kuemewa. Nimeingia na kuemewa sana. Tunaanza wapi? Nikiri pia kwamba nimeingia, wala nikuwa mwanzo sikuwa naona ile extent ya ile damage iliyopo, yani ile pombe iliyopo. Lakini ni baada kadri nilivyokuwa nakwenda kutembelea watu mbalimbali. Kwa hivyo kazi
kubwa ilikuwa nayo kwanza kurudisha hiyo imani, kwanza kujenga tena msingi wa kuwaaminisha watu, na ndio niseme hivi, kwa ndio kazi kubwa kuliko yote ile. Unakwenda kwa wazee wanakusikiliza, unakwenda kina mama wanakusikiliza, vijana wanakusikiliza. Kwa hiyo miaka hii mitano mwanzo ilianza na changamoto hiyo. Mimi nishukuru sana kwamba kwa mashirikiano, na kuna watu mimi nawaheshimu sana sana katika chama ambao wameendelea kujitoa, kwanza kunionyesha kwamba bwana mfate fulani nani kunionyesha hii ramani. Ilikuwa mimi ni washukuru sana, na mimi nasema laiti kama tungekuwa tunafanya tathmini hesabu, basi ni watu wa kuwafanya ni mashujaa, ni unsung warriors. Na hao wapo kadhaa, wengine wala hata hawatajwi, lakini kwa hakika wanafanya kazi kubwa sana ya kujitoa. Wengine ni watu wana uongozi, hawana nafasi yoyote katika chama, lakini wamefanya kazi kubwa sana na wanaendelea kufanya kazi kubwa sana. Kwa hivyo niseme miaka hii mitano kwa ndani ya chama, ndani ya harakati, ilikuwa ni miaka mitano ya kujenga tena lile ambalo lilikuwa limepomoka kwa namna kubwa sana, yani kwa namna ambayo hakuna mtu ambaye alitegemea labda itafufuka. Lakini mimi ni shukuru kwamba kwa wenzangu ambao mashirikiano walionipa, imani walionipa, wapo ambao hawakuridhika na hilo, wapo wengine ambao bado walikuwa na reservation, walikuwa na wasiwasi, na wengine walikuwa na wasiwasi wao ni wa msingi, wengine walikuwa na wasiwasi wao binafsi. Kwa hivyo kupambana na hilo kwamba umeamua kwamba unajitoa, lakini bado unakutana na watu ambao ulitegemea kusaidia wengine, lakini na hao ndio wanapembeni wanapambana dhidi yako. Ni katika mambo ambayo lakini ndio mafunzo yenyewe. Kwa hiyo katika kipindi hichi tunashukuru kwamba tumetoka huko, lakini tumeweza la kwanza kuirudisha tena hizi harakati katika mstari wake. Tumeweza katika kipindi hichi kujenga tena matumaini, lakini kubwa zaidi jambo ambalo tumetengeneza ajenda ambazo ni relevant kwa wakati huu, kwa sababu hizi harakati zimepitia kwenye hatua mbalimbali. Kila hatua ilikuwa na relevance yake, lakini kipindi hiki tumejenga relevance mpya hizi harakati. Yani tumekuja na ajenda, tumeziaddress ajenda mbalimbali ambazo pengine huko nyuma hazikuwa zikiwa address kwa namna ambayo tuliziasisi. Kwa hivyo hata siasa zetu zilikuwa unaona kama zilibadilika mwanzo wengi, na mimi nikiri kwa pengine kwa ugeni pia, kwamba watu walikuwa wanaona kama sizungumzi kisiasa, nazungumza labda kama bado technocrat. Wengine walikuwa wanaambia unazungumza kama mwalimu, lakini mimi niseme pamoja na ugeni wangu, lakini nili realize kwamba haya yalikuwa yanahitajika. Na ilifika wakati wenzangu wananiambia kwamba inabidi lakini kwenye speech unazungumza bado nini, uzungumze hivi ndio siasa inavyotaka. Naambia siasa zungumza hivi, nyie ndio mnaojua, mimi achieni na hivi, kwa sababu na mimi naamini kuna katika haya ninazungumza, style hii ninazungumza ina maana yake, na pengine tutakwenda kuikuta huko mbele ina maana gani na ina tija gani, na kwa nini tuzungumze hivi. Kwa sababu na mimi nimeishi na watu, najua hadi za watu, na zaidi najua hata nje ya constituency yetu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tulienda hilo, na alhamdulillah tumeingia kwenye uchaguzi tukiwa na dhiki kubwa ya rasilimali ya kufanyia kazi, na hasa katika kuwajenga vijana. Tulikuwa tuna wasiwasi mwaka ule wa uchaguzi kama hata tutapata kama wakala kwa sababu ya uwezo wetu. Tulikuwa tunajiuliza namna gani tutaweza kuendesha haya mambo,
lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kwa sababu ya pia watu kuamka na kuona hali ilivyo. Kwa hiyo watu walijitolea, na ndio tumeingia kwenye uchaguzi huu pamoja na shida zote zilikuwa nazo na hali zetu, lakini tumeingia, mawakala wetu tumewalipa well in advance, tena wakati wa uandikishaji tumeweza mawakala wetu wa uchaguzi wote kuwalipa. Tumeweza kuendesha mafunzo mbalimbali, tumeweza kufanya shughuli mbalimbali, tumeunda makundi mbalimbali, tumeweza kutafuta vifaa vya uchaguzi, tumeweza kusaidia mikoa kwa kiasi ambacho tulichoweza, na ngome zetu mbalimbali kuziwezesha na kurudisha ule mshikamano, na kuweka ajenda zetu clear, na tukaweza kuendesha kampeni ya namna tulivyoiendesha. Na moja ni mimi niseme kwamba kwa kitu ambacho tulikifanya katika kipindi hichi, tuna watu wengi hapa kwa mara ya kwanza wamekiri kwamba wamekuja kupigia kura Zanzibar. Nisisema wametupigia kura upinzani, ninasema wameamka tu, tumeweza kuamsha mpaka wakaipigia kura Zanzibar, na kwa mara ya kwanza katika maisha yao wakapiga kura tofauti na ambao wamewahi kupiga katika chaguzi zote. Kwa hiyo mimi nachukulia tumepitia changamoto nyingi kubwa, na mimi binafsi niseme pia nimepitia changamoto kubwa sana, lakini zimeniwezesha kujifunza, zimeniwezesha kukoma, kupea niseme ndio Kiswahili cha kwetu, zimeniwezesha kufahamu, kuwa na intuition ya siasa, kufikiri kisiasa, kuyaendea mambo kisiasa inavyohitajika katika siasa, kuyatambua makundi mbalimbali na kuweza kufanya kazi nayo, na tukaweza kwenda kwa pamoja na tukafikia mafanikio makubwa. Hii niseme kwa upande wa siasa, pamoja na kwamba hatukufikia lengo kwa maana ya kupata serikali, hiyo ni suala jingine, lakini mimi nasema kwamba tumeweza kupata mafanikio makubwa ya kufufua waliokuwa wetu kwa asilimia kubwa sana, kuifufua ajenda ya Zanzibar, kujenga hoja ya mambo gani hasa ya msingi ya kuzingatia, yani kuweka ajenda ya reform, ajenda ya mageuzi, kuiweka ikafahamika, na watu sasa wanazungumza kwa zile hoja, hawazungumzi tena kwamba ni ushabiki. Lakini mafanikio makubwa ni kuweza kuwaamsha Wazanzibari wengi sana, wengi, na ambao huko nyuma ama hawakuwa na vyama au walikuwa wakipigia kura upande mwingine, kwa mara hii wakaweza kusema no, tunadhani kwa kuenda ni huko. Kwa hivyo kwa ujumla kwenye siasa mimi niseme bado tunazo changamoto, lakini kwa kiasi kikubwa tumepata mafanikio ukizingatia hali ambayo tumetoka nayo. Kwa upande wa serikali, niseme tumeingia kwenye serikali, lakini utaratibu kama ulivyo. Kwanza tumeingia tukiwa na ajenda zile ambazo Maalim alikubaliana na Dr. Hussein Mwinyi kwamba waende, ndio zilizotufanya tuingie kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Mambo yale matatu makubwa tumekwenda nayo, na baada ya mimi tukachukua juhudi mbalimbali za kuweza kuyafafanua. Mfano, mimi niliandika waraka mwingine ambao tulikabidhi Novemba ule mwaka 2021 ambao ulifafanua ajenda ya mageuzi kwa upana wake. Tukatoka kwenye zile hoja tatu tukaenda kwenye ajenda ya mageuzi kwa upana wake. Tukafafanua zile haraka mageuzi katika maeneo gani, karibu maeneo 26 yanayohitajika, tukawasilisha tukipewa ahadi kwamba yatafanyika hayo mageuzi. Kikaundwa kikosi kazi kwa masuala mahususi ya Zanzibar, na nao tunashukuru kwamba kwa sehemu kubwa wakakubaliana na mambo ambayo sisi tuliainisha, lakini
bahati mbaya utekelezaji wake haukuwa na mafanikio yoyote. Ikaundwa pia na kamati ya kutazama utekelezaji wa yale mambo ambayo yaliainishwa na kikosi kazi, lakini kamati ile ilishindwa kuendelea katika siku zake za mwanzo kwa sababu ilionyesha kwamba haikuwa ni kamati iliyoundwa kwa nia ya dhati. Na tuliiona hiyo katika kupendekeza tu ile kuundwa kwa tume ya uchaguzi, kwa sababu kikosi kazi kilipendekeza tume ya uchaguzi watu waombe wapimwe na alafu na kamati maalumu ya kuwahoji, baadaye ndio hayo kamati ndio ipendekeze kwa rais. Lakini wenzetu wakakaa mpaka ipo kwa muda hapana tena, ndio wakaja wakasema basi hii kamati ndio ipendekeze sasa moja kwa moja kwa rais. Na sisi tukaona kwamba ni mapendekezo, labda tunataka kwenda kwa spirit ile ya kwamba tume iwe ni tume huru, isiwe tume ile ambayo iliyopo sasa hivi. Sisi tukapendekeza kwa mfano kwa upande wa wenyeviti, tupendekeza watu ambao wala hatujuani nao, wala tulipendekeza kwa msingi wa kuzingatia hawa watu wanaweza wakatenda haki. Tulimpendekeza kwa mfano mmoja katika mapendekezo yetu alikuwa ni jaji mkuu mstaafu wa Kenya, Mutungi. Tulipendekeza kwamba vizuri tupate mtu ambaye atatoka nje ya Zanzibar ili kusiwe na hizi tuhuma za kwamba labda huenda ipendelea. Lakini pia tulimpendekeza mtu kama Jaji Chande Othman Chande, ambaye kwa jaji mkuu wa Tanzania. Ni katika mapendekezo yetu, lakini bahati mbaya wenzetu wakaja na mapendekezo ya ajabu sana ya kuonesha kwamba hawajakuwa tayari kabisa kwenye mageuzi wala kwamba na mabadiliko. Tukaenda hapo na tume hii ambayo imechaguliwa chini ya mwenyekiti Jaji George Kazi. Tumeona yaliyotokea, tumeona mambo ambayo yametokea. Kwa hiyo ni kama vile tumekuwemo kwenye serikali, ile ajenda iliyotupeleka ilifanywa khiana kubwa sana. Hakuna hata moja ambalo lilitekelezwa, pamoja na juhudi yetu kubwa ya kufuatilia mara kwa mara katika na tukipendekeza na mambo kadhaa kwa ajili ya utekelezaji, lakini bahati mbaya kutekelezwa. Na kwa upande wa mambo mengine ambayo wakati wa serikalini, nimeona kwamba kila mmoja, mimi binafsi nimeanza kazi hii mara ya mwanzo nilipokutana na Dr. Hussein Mwinyi tarehe 15 Machi mwaka 2021. Nilimpa mambo ambayo mimi binafsi naweza kumsaidia kwa maarifa nilikuwa nayo, mbali ya kazi zangu chini ya katiba na kazi ambazo yatanipangia kwa mujibu wa katiba. Lakini mimi nilimuofa kwamba mambo ambayo nahisi tuyasimamie, kwa mfano kwenye mambo ya ardhi, kwenye mambo ya kuanzisha labda mfuko wa zaka, kwenye mambo ya reform ya serikali za mitaa, kwenye mambo ya reform za legal sector reform. Nilimwainishia mambo nadhani karibu 8 hivi kwamba haya pamoja na yote haya yatakuwa, lakini haya ni maeneo mahususi, ukinipa kazi ya kukusaidia kuyasimamia basi nitaweza ni maeneo ambayo nadhani naweza nikakusaidia tukasimamia tukapata mabadiliko. Lakini bahati mbaya hata moja halikurudishwa tena kwangu, isipokuwa labda moja nalo lilirudishwa nusu kwenda kulisimamia. Lakini hivyo ndio spirit tuliyoingia nayo. Lakini mawaziri waliokuwepo wawili wamejituma kwa dhati, wamefanya kazi kwa dhati na utendaji wao wa kazi umeonekana kwamba walikuwa wakifanya kazi kwa moyo mmoja. Wengine waliona labda ni wao wenyewe binafsi, hawakujua kwamba ni kwa sababu sisi tulikubaliana kufanya hivyo, na ndio maana na wao wakaweza kujituma kwa kiwango hicho ambacho walijituma. Kwa ujumla niseme kuwepo kwetu serikalini mimi hakunipa sana matumaini ya kwamba tumeweza kupata mageuzi kwa sababu ya aina ya utendaji au aina ya mfumo uliopo.
kwamba mfumo tulionao ni absolutism zaidi. Baraza la Mapinduzi ambayo sisi tunatumikia, mwisho wa siku ni chombo cha kushauri, lakini mwenye maamuzi ya mwisho na bila hayastahiki hahitajiki kufuata ushauri wote, basi madaraka yako kwa rais, ikiwemo kuteua mtu yote anayemtaka bila kumshauri mtu yote, ikiwemo kutoa maamuzi mengine yote. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna mambo mengi ambayo tuna mchango tuliotoa. Kwa mfano, zikija nyaraka, ikija miswada, sisi ni watu ambao tumechangia sana. Kuna nyaraka nyingi zimerejeshwa kwa sababu hazikidhi, na mimi niseme kwamba sehemu kubwa pia imekuwa ni kwa sababu ya michango ambayo tumekuwa tukitoa. Lakini niseme kama nchi Zanzibar kuna masuala ya msingi ambayo bado hayajapatiwa ufumbuzi, na sisi tunaona haya yanayumiza Zanzibar. Na kwanza ni kwenye masuala ya uhusiano wetu katika muungano. Bado sijaona hata changamoto moja ya kimuungano ambayo imepatiwa ufumbuzi. Tumetoa mawazo mbalimbali. Kwa mfano, mimi siku zote nimekuwa nikisema kwamba ni lazima Zanzibar itengeneze fiscal framework yake, mfumo wake wa kifedha kwa maana kikodi, na tukakae na wenzetu Tanzania bara tuwaambie kwamba Zanzibar ili iweze kuendelea, huu ndio mfumo wetu wa kikodi ambao utatusaidia ili tufike pale tukubaliane kwamba haiwezekani Zanzibar kutumia mfumo wa kikodi wa kifedha uliopo Tanzania bara. Kwa hiyo lakini bahati mbaya hilo halikuweza kufanyika, na mimi bado naamini kwamba bila hilo Zanzibar itaendelea kupata shida sana, kwa sababu haitakuwa na uwezo wa kusarifu uchumi wake. Lakini kikubwa zaidi, Zanzibar itaendelea kupoteza mapato mengi inayopoteza sasa hivi, kwa sababu kuna makampuni, kuna biashara ambazo hazilipi kodi kwa sababu tu ya mfumo wa kikodi ambao Zanzibar unao. Lakini na jambo kubwa la msingi ni kwamba katika mfumo huu tulionao absolutism, unakuta sasa hivi Zanzibar ni kama haina chombo kinachokisimamia moja kwa moja. Mtegemea benki kuu kwa mfano kwa karibu isimamie Zanzibar katika ushauri. Kwa mfano leo kuta tuna mikopo mingi sana Zanzibar, katika kipindi hichi imekopa fedha nyingi sana. Mwaka 2021 kwa mfano ilikuwa inadaiwa kama bilioni 194, lakini leo ni zaidi ya trilioni 3 zinazodaiwa, na bado tunaendelea kukopa, na kuoni kwamba Zanzibar imejenga uchumi ambao huko mbele utakuwa wa kuzalisha kwa ajili ya kulipa madeni ambayo yapo. Ukifanya tathmini ya kweli utaona kwamba huko mbele unapoelekea kama ni hatari, na sijaona Zanzibar kama imejenga uchumi ambao ni ule ambao ni endelevu. Huko mbele utakuja kuzalisha vitu vya maana. Wana kama tumekuwa na active economy, kwa maana kwamba ni uchumi ambao unawavutia zaidi watu wageni wa nje waifaidi Zanzibar kuliko wananchi wenyewe kushiriki na kufaidi uchumi wa Zanzibar. Hili ni jambo ambalo sisi linatusononesha, na kwa hakika ndani ya miaka hii 5 pamoja na kelele nyingi zilizopiga na ushauri mbalimbali, lakini hili halijaweza kurekebishwa. Kwa hivyo kwa kukamilisha tu, kwa kuhitimisha hivi, niseme kwamba nashukuru kwa upande wa siasa, tumekwenda nayo vizuri. Bado zipo changamoto, lakini kwa hakika kazi tulienda nayo vizuri. Huku miaka mingine inayokuja, hii ni miaka ya kujiimarisha zaidi. Uchaguzi huu pamoja na uchaguzi wetu ndani ya chama umetupa fursa ya kuona maeneo mengi ambayo tuna udhaifu na ambayo yanahitaji kuyaimarisha. Lakini na pili, kwenye upande wa serikali pia tunaona kwamba kuna maeneo mengi ambayo yanatufanya sisi bado kuendeleza ajenda ya Zanzibar katika kwanza identity ya Zanzibar, mamlaka kamili ya Zanzibar, haki za watu wake kushiriki katika uchumi,
watu kutendewa haki, na Zanzibar yenyewe kujiweka katika nafasi ambayo itaweza nayo kutambulika kama ni economic jurisdiction, kwamba itaweza kwenda mbele huko tunakokwenda. Miaka hii mitano imetupa mwanga mkubwa sana wa kuelewa tatizo ni wapi na wapi tunahitaji kuja kufix ili tuifanye Zanzibar iwe iwe na matumaini yale ambayo wananchi wana matumaini nayo. Kwenye hizi harakati tunazoendelea nazo, labda kupata maridhiano, tumefanya kazi kubwa, tumeingia, tumezungumza na wenzetu, sisi tumeraise agenda tunazoziona ni za muhimu kuweza kufanyiwa kazi, na tumeona kwamba uliko kusema kwamba tunafanyaje tu unanuna unabaki ili iweje, lakini sisi tunasema harakati zimefikia pahala pazuri, kwa sababu watu wengi zaidi wameungana, wana msimamo na mtazamo unaofanana kuhusu Zanzibar. Kilichobakia ni kutengeneza mazingira yale wanayoyataka yakaweza kufikiwa, na hilo ndio maana tunaendelea na hizi harakati. Tunasema tufike pahala, fursa yote tutakayoipata, lakini tuitumie ili kuendeleza hizi harakati. Kwa hivyo uzoefu wangu mimi niseme kwa miaka mitano kisiasa ni huu, kwa upande wa ndani ya serikali na kwa ujumla hali ya nchi ni hayo. Kuna mengi ambayo yanahitaji mjadala, kuna mengi ambayo si rahisi pengine kuweza kuyafafanua ndani ya muda huu mfupi, lakini naamini kwamba kwa miaka hii mitano kisiasa nimeweza kukua, ndani ya serikali nimekuwa vile vile, kwa sababu nimeona mengi, lakini na pia kwenye mustakabali wa nchi nadhani tuko pahala ambapo tunalazimika kuingia katika mchakato huu tulionayo ili kuipa tena fursa Zanzibar ya kuweza kusimama na kuendelea. Mimi niwashukuru sana kwa muda wenu wa kunisikiliza. Nadhani nimetumia kama ni zaidi ya nusu saa ama vipi, lakini nashukuru kwa kunisikiliza. Asante sana kabisa Mheshimiwa Othman. Kwa hakika umezungumza mengi na yametufunua macho mengi sana kabisa. Ni kweli kwamba umetumia zaidi ya nusu saa, lakini ni zaidi nusu saa ya faida kwetu sote, na bila shaka nadhani kwamba wenzangu hapa watakuwa baadaye na maswali mengi ambayo wataka kuuliza, wataka kuchangia katika hayo. Umetuzungumzia, tafadhali tu muhtasari wale ambao hawakuwa wameingia mwanzo kabla hapa, ili waweze kujua kwa muhtasari mambo gani ulizungumza. Kwanza ulianza kutambua diaspora na mchango wao na kutaka tumtakie dua Maalim Seif hasa kipindi cha Ramadhani, kwamba mengi ambayo aliyapitia na mengi ambayo aliyafanya yamefanya miaka yako hii mitano ikuone kwamba uzidi kumthamini zaidi, kwa sababu naona kwamba alikuwa na mengi ambayo kayafanya na alijenga msingi wa kile ambacho kinakuja baadaye. Umezungumzia hali iliyokuta ndani ya nchi, ndani ya kwa maana ya Zanzibar yenyewe. Umeingia katika nafasi ya makamu wa kwanza rais wakati ambapo nchi imegubikwa na msiba wa Maalim Seif, na kwa hivyo ukweli kwamba unachukua nafasi ya Maalim Seif ulikulemea na ulikuwa umeemewa wakati unaingia, lakini pia imekufanya uweze kujua uzito wa kazi yenyewe na pia namna ambavyo ungeweza kuifanya kazi hiyo. Umezungumzia kuhusu hali ya chama ulivyokuta Zanzibar ikiwa imetokea kwenye uchaguzi uliokuwa na madonda yale kwa nayo, vifo vya watu, chama ambacho kilishinda katika uchaguzi 2015 viti 27 kufika 2020 ambayo ina viti 4 tu peke yake vya ubunge na 4 vya wakilishi. Maana hiyo mbele inapiga kubwa sana kabisa, chama ambacho Wazanzibari ambao walikuwa wamezoea CUF kama ni chombo chao cha kuongoza kwenye pambano, kufika pale wakanyang'anya chombo hicho, wakahamia kwenye nyumba ya mwingine kwa maana ACT Wazalendo, wakiwa hawana uhakika wa hatima yao. Ndio mazingira ambayo umerithi madaraka, umerithi sana nafasi za uongozi katika siasa na kwenye serikali, na ukaja mkubwa sana kwenye chama ambacho uliingia wakati uchaguzi wa kwanza makamu mwenyekiti wa chama na mengine yakajitokeza. Lakini muhimu ni kwamba umesema mliamua kujenga
pale ambapo nipakuta na kurudisha hamasa upya katika kuipigania Zanzibar. Ajenda ya Zanzibar ikarudi upya, hamasa kubwa kwenye uchaguzi, matayarisho, hali ngumu ya kiuchumi, lakini bado mliweza kufanikisha kuandaa mazingira mazuri ya kisiasa kwa mawakala, kwa nchi yenyewe na watu wengi. Tunaambia kwamba katika uchaguzi uliopita 2025 waliamua kwa mara ya mwanzo kabisa kuipigia kura Zanzibar na sio kupigia kura vyama vya siasa. Umezungumzia changamoto kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ambazo ulikutana nazo, kwamba yote ambayo mlikuwa yamewafanya mwingieni ajenda 3 za mwanzo za mageuzi ambazo Maalim Seif zilikuwa ndio msingi wa kuingia serikalini hazikutekelezwa, na ufafanuzi ambao uliuandika wewe kuhusu ajenda hizo pia hakutekelezwa. Maeneo ambayo ulimweleza binafsi Rais Mwinyi kwamba ungeweza kumsaidia kama kwa mujibu wa taaluma yako na uzoefu wako kwenye ardhi, mfuko wa zaka, mageuzi katika siasa za mitaa, sheria na utawala kadhalika, takribani yote hayakurudishwa kwako na hakutekelezwa. Na umesema kwamba tatizo ni kwamba mfumo wa kiserikali ambapo unajenga absolutism kwa kumfanya rais kuwa na nguvu ambazo hazihojiki, nguvu ambazo zinamfanya kwamba anaweza kufanya lolote lile, si lazima apokee ushauri, imefanya mambo kwa mabaya kabisa. Lakini juu ya yote ni kwamba hujutii wala husikitii kwamba umekuwa sehemu ya mapambano haya, bali umekuwa na unadhani kwamba destiny yako ni hii ambayo unapaswa kwenda nayo, na kwamba umekuwa sehemu yake na unadhani kwamba mengi yanaweza kuendelea. Hayo ndio ambayo wale ambao hakuingia mwanzoni kama wameyasikia ni hayo. Kwa hivyo tuende mbele na Shoman, tafadhali tuongoze katika kupata michango na maswali. Shoman, kwako. Asante sana kaka Mohamed kwa kwanza nimshukuru mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo kwa kutenga muda kuzungumza nasi, na vile vile nawashukuru wajumbe ambao tupo hapa katika hichi kikao cha leo. Nafikiri tumesikia mengi na nafikiri kwamba tunawasa sasa kutoa kuuliza masuala au ufafanuzi kwa kile ambacho tunahisi ni kwamba kinahitaji ufafanuzi zaidi, na vile vile nafikiri kuna mambo mengi ambayo tunaweza mtu kama rais kuna ushauri anaweza akatoa ushauri katika eneo lolote lile ambalo anahisi ni kwamba linaweza likawa hivyo. Sasa baada ya kuzungumza hayo, labda nitoe nafasi kwanza kwako kama una swala lolote la kuuliza, alafu tuwape watu wengine hiyo nafasi ya kuuliza maswala. La, kwangu mimi naomba nisiwe muulizaji leo, manake mimi nilikuwa na interview naye karibuni muda si mrefu. Naomba tuachie wengine walopo juu hapo kwanza, alafu wengine ambao wataomba kupanda juu. Haya, nani? Ali Nabwa atakuwa hajaamka sasa hivi alfajiri. Nani? Kaka Saidi? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijui kama mnanisikia. Tunakusikia Ali Nabwa. Haya, hali zenu? Na mimi nafurahi kumwona mwenyekiti hapa na leo kuwa naye. Mtansamehe nimeingia katikati kidogo, kama ambayo nitauliza mwenyekiti kisha yatolea ufafanuzi. Lakini mimi swala langu la kwanza nilikuwa nauliza kwamba nisamehe na GPS inaingia katikati. Nilikuwa namuuliza mwenyekiti, pamoja na kuwa chama kilikuwa kinajua kadhia zote za CCM, kadhia zote ambazo tume ya uchaguzi inazifanya katika miaka yote, na hakukuwa na mabadiliko yoyote katika tume wala katika sheria, kwa nini waliruhusu kuingiza chama katika uchaguzi hali ya kuwa walijua kwa kabisa huu mgogoro ambao leo wanaupigania au ili tatizo ambalo leo wanalipigania lilikuwepo hapo mwanzo? Hilo la kwanza. Lakini la pili, mwenyekiti mimi narudia tena kauli yangu ya mwanzo kwamba mnisamehe katika hayo mazungumzo nazungumza ambayo ametuambia wako hivi sasa. Mazungumzo kama haya tumeanza kuyaona toka mwaka 95 na hakuna hata moja ambalo CCM walilifanya mpaka mwaka 2010 ambapo walikubali kubadilisha baadhi ya vipengele katika katiba. Lakini baada ya hapo tumeona wameshindwa hata
kubadilisha mkurugenzi ambaye yeye mwenyekiti mwenyewe mara kadhaa tumemsikia akilalamika kwamba tuingie tukafanye nini, hali ya kuwa mkurugenzi tu kashindwa kubadilika. Sasa ikiwa chama kinafanya mazungumzo hivi sasa na kimepita kuwauliza wanachama kwamba waingie katika serikali au wasiingie, hali ya kuwa hakuna mabadiliko yoyote ambayo wanayajua na sisi tunayajua au tunayaona, mwenyekiti anatuambia nini kubwa ambalo hivi sasa haya mazungumzo yatabadilisha na kutufanyia sisi tuamini kwamba serikali itakayoingia chama kikiingia madarakani kutakuwa na mabadiliko ambayo hajawahi kutokea kwa hawa wenzetu wa CCM ambao wao kila kitu ambacho kinakwenda katika mazungumzo tunaona kwamba wao si lolote si chochote. Ndio hayo bwana Shoman, asante. Aya, asante sana bwana Nagwa kwa maswala yako. Labda nikureje kaka Mohamed, atajibu maswala moja baada moja, anakushanya mawili matatu kwa pamoja apate kujibu. Labda watu watatu kiasi, watu watatu. Haya, asante. Kwa hiyo nafikiri hayo tutakuwa tutapata mawili. Naam kaka Hamis. Kaka Hamis bado nafikiri yuko alfajiri. Na pia tusisahau kuna pia nafasi ya ushauri pia, kushauri nini kifanyike pia, si lazima iwe maswali tu. Pengine ana ushauri, hana maswali, ana ushauri. Na tumezungumzia mengine pia masuala ya hali ya maisha nyumbani Ramadhani hii na kadhalika. Kwa hivyo si lazima mtu ajikite katika jambo moja. Ruhusa kama mtu atakuzungumza masuala mengine pia. Haya, sasa nilizungumza ile mwanzo. Naam, Kijaluba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mimi swala langu dogo tu. Kwanza namshukuru mheshimiwa kwa kutoa muda wake kuja kuzungumza na sisi. Lakini swala langu ndio kuja kwenye swala. Siku moja nilimsikia mheshimiwa anajisifu kwamba katika chama cha ACT Wazalendo kuna watu wanasheria wabobezi pamoja na nje ya chama ambao wanawatumilia. Sasa hivi karibuni nimekwenda katika kesi hizi zilizofunguliwa za ubunge na wawakilishi, nimekuja kugundua kwamba wanasema ni vitu vidogo vidogo tu, technicalities sijui wanaita kama hivyo. Sasa huku tumesifiwa kwamba kuna watu wabobezi, lakini hawa wabobezi wameshindwa kugundua vitu vidogo vidogo namna hivyo, hata kufika kesi kutupwa. Mimi swali langu nahisi kwamba ACT Wazalendo uongozi hawahisi kwamba wakaanza kupekuana wenyewe ndani kwa ndani, labda kuna watu wanafanya sabotaji ndogo ndogo ambazo ni kwa chama ni kubwa sana hili. Asante sana. Haya, asante sana Kijaluba. Haya, tumalize na mtu wa tatu kwa raundi hii. Sheikh Said, karibu. Sheikh Said. Haya, Sheikh Said inaonyesha yuko mbali. Asante Shoman, naomba mpe mtu mwingine kwanza. Haya, asante. Nitaendelea baadaye kidogo inshallah. Haya, asante. Nakuona kaka Ahmed. Naam, assalamu alaikum. Mimi nasema nianze kwa kumshukuru na kumpongeza mwenyekiti kwa juhudi zake zote hizo. Mimi sitakiuliza suala zaidi kwa sababu najua yote tunayajua. Zaidi ni kwenda mbele. Nataka nijikite zaidi kwenye chama, sitaki nijikite kwenye serikali kwa sababu huku najua tuko na muundo gani. Wengi wetu tuko kwenye hizi harakati ikiwa tuna kitu kimoja ndio ambacho kimetusukuma uwemo ndani humo, nayo ni ajenda ya Zanzibar. Nadhani kila Mzanzibari anayejitambua kwamba mimi ni Mzanzibari, basi kwake yeye ajenda ya Zanzibar ndio kitu ambacho kitakuwa kinamgusa. Na kama alivyozungumza mwenyekiti kwamba yeye mwenyewe baada ya kuingia huku akaona na akaguswa na hii ajenda Zanzibar, basi na sisi tulioko huku nje sote ambao tumo kwenye hizi harakati kwamba kilichotusukuma ni ajenda Zanzibar, na hii ndio common yetu.
Kitu kimoja tu ambacho kidogo nilikitaka nikizungumzie hapo nyuma, nilikuwa nikifuatilia miaka mingi sana kuanzia 2021 mpaka 2025 kwamba tulikuwa tunaishi kwenye kivuli cha Maalim, pamoja na kwamba tu wageni, lakini tulichukua muda mrefu kuishi kwenye zama za Maalim, hali ya kuwa Maalim alikuwa hayupo tena. Sasa mambo mingi ilichukua time mpaka kuweza kuyabadilisha, kwa hiyo kwenye chama huko. Kwa hiyo nadhani sasa hivi ni kwamba mwenyekiti, tufanye haraka haraka sasa hivi kujitoa kule katika zile zama za Maalim, na tunaweza sasa hivi tukajitoa kwa kuja na kufanya kitu kipya. Hata hivyo kwamba tunaweza tukafanya hybrid. Tumeona sasa hivi wenzetu wanavyounda gari zao hizi za umeme unaingia na petroli inaingia. Kwa hiyo na sisi tufanye hybrid. Hata kama Maalim alituathiri kiasi fulani katika harakati zetu, katika siasa zetu, kwa hiyo tuanze sasa hivi transition ndogo ndogo, kuanza kujitoa na kuwa independent, kwa sababu tunachokiangalia ni vijana wetu wa leo ambao sasa hivi tayari zile siasa za Maalim hawazisikii tena na hawazioni tena, na kwa hiyo wanataka vitu vipya. Lakini upande mwingine ni kwamba tunadili na CCM kwa muda wa miaka 35, tumewafahamu CCM ni nani. Kama kuna mtu bado hajawafahamu, kama ana wasiwasi nao, lakini mimi kwangu mimi naweza nikasema kwamba kwa miaka 35 tumewafahamu CCM ni nani. Kwa hiyo tunadili na nani. Sasa tuje na vitu vipya ambavyo vitakuja kuwafahamu na kudili na CCM hii ambayo tushawafahamu. Jambo jingine ni kwenye masuala ya hawa vijana. Nashukuru ni miongoni mwa timu ambayo 2010 tulitoka Ulaya kuja Zanzibar kusimamia uchaguzi, na si kwamba tumekuja Zanzibar tukiwa mikono mitupu tu, lakini tulikuwa tuko full handed, tuna kila kitu ndani ya mikono yetu, ndani ya akili zetu, ndani ya miili yetu, ndani ya nguvu zetu, katika kuisaidia kusukuma mbele harakati za ukombozi Zanzibar. Kwa hiyo na baada ya hapo tulichukua miaka 5 zaidi kuwepo ndani ya Zanzibar kuweza kuisoma ile hali halisi vile ilivyo. Sasa kuna gap, na ndiko mara nyingi nikifanyia kama test hivi, nikiwauliza alipoondoka Mlo, nani alikava nafasi ya Mlo? Alipoondoka Maulid Makame, nani alikava nafasi ya Maulid Makame? Alipoondoka Malmal Khamisi, nani kakava nafasi ya Malmal Khamisi? Alipoondoka Suleiman Sefu, nani kakava nafasi ya Suleiman Sefu? Ilikuwa hamna. Kwa hiyo nakumbuka mwanzo wa utangulizi ulizungumza kwamba tunahitaji Othmani wengi zaidi. Nadhani hili ni eneo sasa hivi la kulifanyia kazi kwa haraka na wepesi zaidi. Tunahitaji harakati hizi ziendelezwe miaka 50 ijayo. Siku moja nilikuwa niko Madenjani pale, nilipata fursa ya kuzungumza na vijana, nikaja nikaizungumza lugha hiyo. Basi siku ya pili tu kesi ishafika kwa Geriziki Wete kwamba Bwana Ahmed anasema kwamba sasa hivi nafasi ya vijana kuchukua nafasi. Nadhani niishie hapo. Asante. Asante sana. Nadhani kwamba tumeanza na watu watatu, kwa hivyo ni inatosha hapo. Shoman, tumwachie Mheshimiwa Othman atupe mawazo yake kuhusu hayo mawili. Watu wawili wa mwanzo walikuwa ni maswali, huyu mwingine Ahmed yeye amekuja zaidi kwenye ushauri. Very concise kabisa ushauri ambao ameutoa. Asante. Kwa hivyo na Mheshimiwa Othman, kwa hiyo timu tatu ambayo imezungumzwa hapa, karibu. Asante sana. Nashukuru kwanza kwa maswali na michango iliyotoka. Kwa hakika na mimi mwenyewe imenipa faraja kwamba nazungumza na watu ambao wanafahamu hichi tunachokizungumzia ni weledi, sio tukufahamu. Na nianze kwa maswali ya Bwana Nabwa. Yeye maswala yake yana pande mbili. Na kwanza kwamba pamoja na kwamba tumeona kwamba
hakuna mabadiliko yote, si katika tume, si katika sheria, si katika niseme moja leo mwelekeo wa vyombo vya dola. Yani katika suala la uchaguzi hakuna chochote kilichobadilika. Kwa nini tukaingia kwenye uchaguzi? Suala hili tunalipata sana. Nasikitika tu kwamba hakuna mtu ambaye anatupa mbadala wake kwamba kwa nini msingefanya hivi badala ya kuingia kwenye uchaguzi. Nilitegemea labda mtu ungetupa hiyo alternative, kwa sababu la kwanza mimi niseme kwamba tukumbuke kwamba tuko katika nchi ambayo tatizo wala sio sheria za uchaguzi tu. Nasema tuko katika nchi ambayo serikali yoyote jamani duniani kazi yake, na serikali hata nchi hizi tunazoishi huko, kazi zake za msingi ni niseme, unaweza ukasema ni tatu kubwa. Ya kwanza ni to keep law and order, kulinda mfumo law and order. Ya pili ni kulinda mfumo wetu wa kikatiba kwa ujumla, na la tatu ni ulinzi wa nchi kwa ujumla, unaweza ukasema. Lakini tuko katika nchi ambayo kipengele chochote utakachokigusa cha law and order hakipo. Na mimi niseme kwa mfano, leo waulize waandishi wa habari, je, kweli wanafanya kazi katika mazingira ambayo sheria na haki za waandishi wa habari zinafuatwa? Utakuta waandishi wa habari wa nchi hii wanaishi kwenye mazingira magumu sana, wanafanya kazi kwenye mazingira magumu sana. Nenda kauliza hata wafanya kazi tu serikalini, je, wanapata haki zao? Wanaishi, wanafanya kazi kweli kama wafanya kazi? Hata na watu wengine waulize watu, kwa mfano, haki zao tu. Nchi hii watu wanamiliki ardhi, lakini leo mtu anakuja ananyang'anywa ardhi yake bila utaratibu, bila hata kupewa notification, na ananyang'anywa. Saa nyingine anaweza kulipwa fidia kidogo, kama kuna maeneo ambayo watu yani wameumizwa mno, ni katika suala la ardhi kunyang'anywa kwa dhulma kabisa. Lakini wafanyeje? Hawahami nchi hii na bibi waendelee nao, kwa sababu ndio nchi ambayo ndio tulipo, yani hiyo ndio hali halisi. Lakini vikubwa zaidi, kabla kuja huko kwenye swali la uchaguzi, ni kwamba kama kuna sheria mbovu katika nchi hii, kuna ofisi mbovu, kuna mfumo mbovu wa vyama vya siasa. Sisi katika nchi hii sheria ya vyama vya siasa ni sheria mbaya sana, inawakandamiza vyama hivi vingine. Sisi ni kama vile haiwezi na vyama hivi. Leo ndio maana una chama ambacho hakina wanachama hata 300, lakini unakikuta kwamba chama hicho ndio kinachopewa na mgombea wake wa rais lakini wakimalizika chama hicho hakina shughuli nyingine, hakina ni watu wa kukamatia. Na hivyo vipo vingi vinajulikana, vyama vya mkubali kazi yake ni hiyo. Hayo ndio mazingira tuliokuwa na chama ambacho kina watu, kinakubalika, kila mtu anakiona, dunia nzima inaona kwamba hichi ndio chama kweli, na ni kweli kina uwezo na wenyewe wanakubali. Unajua Chama cha Mapinduzi kinao na utaratibu wao mzuri. Kabla uchaguzi wanafanya tathmini, wanatuma timu mbalimbali. Hizi timu zao wao wenyewe zinawaeleza kwamba bwana, hapa hamna uwezo wa kushinda. Kwa mfano Pemba, naambiwa kwamba una uwezo hata wa kushinda hata udiwani. Sasa ninasema, na bado pamoja na sheria mbaya ya uchaguzi, tunaona vyama ambavyo vinaumizwa na msajili wa vyama vya siasa, yani yule ambaye alikuwa awe mlezi kafu Maalim na walokuwa wafuasi wagapo wamenyang'anywa, au chama kile kimenyang'anywa kwa Wazanzibari na wengineo, walikuwa katika njia ya maonevu makubwa, tena kwa kutumia mahakama za nchi, kwa kutumia ofisi ya msajili. Leo Chadema
tunaiona iko katika hali gani. NCCR Mageuzi imepitia gani? Kuna vyama kama kina TLP misukosuko waliopitia wote hawa. Tumeona kuna watu waliandika barua zaidi ya mwaka mmoja uliopita kwamba uchaguzi ule wa chama cha wananchi CUF haukuwa sawa, lakini hawakujibiwa mpaka ilipotokea sasa tu baada ya takriban almost karibu mwaka mzima ndio inakuja kutolewa uamuzi, ndio unakuja kumwondoa Lipumba. Sasa lakini hakuna chama kilichosema kwamba basi tufunge vyama. Kwa hivyo hoja tunasema kwamba hoja ya sheria mbaya ukasema usishiriki au ususie jambo, hayo utasusia kila kitu, utasusia hata maisha, kwa sababu katika nchi hii ufisadi umepindukia mpaka kila utakapopashika kuna matatizo. Kwa hivyo ndio maana tunaweza kusema kama hata hilo la kususia uchaguzi usishiriki, simefanya 2016 matokeo yake ni kitu gani? Kuna mabadiliko yaliyopatikana, mambo yamezidi kuwa complicated. Kwa hivyo pamoja sisi tunafahamu hayo, na ukiwa kwenye ground huko ndo unafahamu. Mengine hatuyasemi hapa hadharani, mengine ni aibu, ni ya fedheha kufanywa na watu wanaoambiwa ni Wazanzibari, wengine ni watu kusema kweli weledi wa kuheshimiwa, wengine ni Waislamu, wengine ni watu viongozi wa dini. Ni aibu, ni ya fedheha. Kwa hivyo hali ni ngumu kuliko hivyo jamani mnavyoifikiria, ni ngumu kupita kiasi. Swala tu unasema so unafanyaje? Sisi tukasema kwa sababu tunapambana na hii hali ngumu, wacha tuingie humo kwenye hiyo hali ngumu, kwa sababu tunapata jukwaa kwanza kuieleza mambo mengi. Bila kutumia hilo jukwaa la uchaguzi hupati fursa ya kutosha ya kueleza watu, na watu wakawa na concentration. Kwa mfano kipindi cha uchaguzi umekwisha, hata ukisema si wengi mtu anakwenda shule, lakini wakati wa uchaguzi watu wanakaa wanasikiliza. Na ndugu zangu, mimi naomba niwaambie, wala sisemi haya kwa siasa, ndio ukweli. Wazanzibari wamebadilika kwa asilimia kubwa, wanataka mabadiliko. Ni kutokana na juhudi hizi. Hatukupata serikali, lakini tumewapata Wazanzibari, tumewaweka pamoja, tumewafanya kwamba ile force sasa ni kubwa zaidi. Tulikotoka, tumetoka kwenye harakati hizi, na mahala watu wakirudi uthubutu kwenda mahali mahala kafukuzwa, alikuwa akifukuzwa, leo mahala humo ndo tunakaribishwa kwenda kufanya mikutano. Na mahala ambao ulikuwa inajulikana kwamba maeneo mimi sitaki niyataje, lakini mara hii yametushangaza sote. Ulizeni watu ambao wamekuwa kwenye hizo harakati kwa muda wote, hata leo tunakwenda pahala fulani tunapata sana, tunaombwa sare za chama kijiji fulani na watu fulani au na mtu fulani. Jamani, hayo ni sehemu njia pekee ni kushiriki uchaguzi, ndio tupa fursa hizi. Kwa hivyo changamoto zipo ngumu, na wala na sisi tungependa hizo zipo, lakini ndio tunapambana na, lakini tunapambana na tukiwa ndani, tukiwa kwenye harakati hizi jukwaa limetupa fursa kubwa sana. Wenzetu nao usione hivi wanaumia kwamba watu pamoja na yote haya yanaumiza kusema kweli. Ndio tumefika pahala sisi, mwanzo walikuwa wakifanya hadaa, wakifanya faulu za mchezo, ndio iliyotokea 95, ndio iliyotokea 2010. Wakaja kwenye kumbabaisha, ndio miaka hapo iliyofuata 2015 2000, lakini 2020 wameshindwa kuiba, wameshindwa kufanya hadaa, wamefanya ujambazi wa wazi. 2025 kila mtu anajua sote kwamba wameshindwa kufanya uchaguzi, kwa sababu hata wale watu waliowaamini basi bado pia hawakuamini, hawakuwa na mkofano vikosi. Inajulikana tuna askari wengi waliopiga kura. Kwa hivyo mimi nasema nchi tumeifikisha pahala
imebadilika sana, na hata Chama cha Mapinduzi wenyewe wanajua kwamba sasa hivi inabidi wazae jambo jipya, kwa sababu sasa hivi kilichobakia wao ni uwizi ule wa waziwazi. Kwa mfano, Mareka kama hawakufanya ujambazi wa wazi, ungekuwa mwadhara mmoja mkubwa sana. Sasa tumefika hapo kwa sababu ya kushiriki kwenye chaguzi. Sasa sisi tunaona kwamba hatuna njia nyingine, njia pekee, pamoja na mazingira haya prohibitive, lakini tunasema kwamba kushiriki uchaguzi ni jambo la busara, kwa sababu hatuna mbadala ambao utatupa matokeo, utatupa tija kuliko unavyotupa uchaguzi. Lakini nyingine umesema kwamba tunashiriki kwenye mazungumzo, lakini ya mazungumzo tumetokea 95 tunashiriki na hakuna ambacho kimebadilika. Wai katika mazingira hayo bado na sisi tunashiriki. Mimi nasema jibu langu ni katika hayo, kwamba kila wakati una mazingira yake. Na mimi naamini kwamba hivi tunavyoendelea na haya mazungumzo nayo pia na mazingira yake. Na mimi naamini kwamba yataibua fursa. Kwa mfano, mazungumzo ya 2000 na ile mwafaka wa 2001 yalizaa kuanzishwa mfano ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka. Leo hipo ndio unaona mazingira ya uendeshaji wa mashtaka Zanzibar ni tofauti kidogo na Tanzania bara, tofauti na ilivyokuwa huko nyuma. Na mimi naamini kwamba katika kuzungumza katika haya zipo fursa. Wenzetu wasipo yatekeleza, kwetu sisi pia ni fursa nyingine ya kuonesha wananchi, kwa sababu watu wanataka wanasubiri hayo, wanayaona hayo. Ndio siasa zenyewe ni kuwafanya watu, kuwathibitishia watu tunasema hili, hawa watu ni kweli wako hivi. Na kwa namna tulipofikia sisi tunasema kwamba hii ndio ingekuwa njia nzuri zaidi kuliko njia sema iliyobaki labda ya uasi ya kwenda mkagombani. Kwa hivyo niseme kwamba tunalazimika huko, na tunao matumaini sisi kwamba kila wakati kila jambo lina mazingira yake. Litakalotokea huko tutaliona, lakini tumeipita hiyo njia, na tuende tukawathibitishie Wazanzibari, kuwathibitishie dunia kwamba sisi tulifanya haya, wenzetu hapa ndipo walipo. Na labda nitoke nije suala la pili, kwamba ACT Wazalendo kwenye mahakamani suala la mahakamani, kwamba tulijisifu tunaona sheria wabomezi lakini kwa nini tumeshindwa kesi kwa mambo ya technicalities? Mimi bado naomba niwaaminishe kwamba tuna wanasheria wabobezi, na niseme kwamba tuna wanasheria waaminifu, tuna wanasheria waadilifu, na katika hizi kesi wamejituma kwa namna ambayo hata tungekuwa tumetafuta mwanasheria tukamlipa asingeweza kujituma kwa namna ambavyo wamejituma wanasheria wetu. Na hii ni matokeo, mimi niwaambie jamani, ya teamwork. Tumefanya kazi sote katika haya, tumeshauriana katika kila hatua kwenye hili, na hayo matokeo yaliyotokea mahakamani, unaona mwenye macho, wanasema Swahili, macho simboni, mwenye macho ambite sana. Unaona kwamba si kwa sababu ya kushindwa au si kwa sababu ya hujuma zinazotokana na wanasheria wetu. Ni mambo ambayo yako wazi. Hatupendi sana kujadili hukumu za kesi, lakini jamani, kesi moja ya wabunge ambayo tunaambiwa kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar haina jurisdiction, haina uwezo, haina mamlaka kusikiliza, na yenye mamlaka kusikiliza ni Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano. Ndugu zangu, hakuna kwanza Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano. Hata hiyo katiba ya muungano yenye ibara ya 4 imetambua Mahakama Kuu ya Zanzibar, Mahakama Kuu ya Tabora. Lakini tunazo kesi zilizoamuliwa, kesi ya Maalim Seif, kesi ya Machano, ile kesi ya uhaini. Hiyo Mahakama ya Rufaa yenyewe imeeleza utaratibu wa nchi hii. Jambo linapotokea Zanzibar, vyombo hata kama hilo
ni sheria ya muungano. Vyombo yenye mamlaka ni vyombo vya Zanzibar na mahakama kuu ya Zanzibar. Hiyo mahakama kuu yenyewe ya Zanzibar imeshasema kwenye kesi kadhaa. Sasa leo anapokuja jaji kenda kasoma sheria, hakutafsiri sheria, hilo huwezi kumlaumu wakili wetu. Sisi tunavyoamini, tuna imani mawakili wetu wamefanya kazi tena kubwa iliyokuwa bora. Lakini unakuja hizi kesi zinazoambiwa kwamba zimefutwa kwa sababu ya hati ya kiapo. Ndugu zangu, kiapo cha wenzetu bara hawana haswala hata la hati ya kiapo, kwa sababu petition inajulikana tu, kinacholalamikiwa kinajulikana. Kwenye Zanzibar bado imebakishwa kwenye hati ya kiapo. Hati ya kiapo ya petition ya uchaguzi haitakuwa sawa sawa na petition ya kawaida, kwa sababu lazima uieleze hizo kasoro zilitokea namna gani. Sasa unavyozieleza jaji tafsiri yake kwamba ukipaswa wewe unatafsiri sheria. Laiti ningepata fursa ya kuona hizi hati za dini yenyewe hiyo petition yenyewe, hivyo viapo vyenyewe, halafu mkazingatia na nini na hayo matakwa ya sheria, unajua hata kama wewe si mwanasheria unajua kwamba hapa kuna kitu. Na jamani, Zanzibar ndogo, tunajiwana, tunafahamiana, kinachodondoka tunakisikia. Kwa hivyo we know the game plan iliyoko. Lakini sisi kwenye kesi halikuwa suala na kwamba ni kwenda kushinda au kushindwa. Hizi ni kesi za kisiasa. Wanachama wetu wengi walituasa wakasema tusende. Tulichukua nguvu kubwa kuweza kuwashawishi kwamba tuende kwenye kesi. Tulikuwa tunataka kuwapa fursa mahakama kuu ya Zanzibar wajionyeshe kwa watu kwamba kweli ni mahakama ambayo inaweza kutenda haki. Tulichokifikia ni kile ambacho tunakisema siku zote. Mahakama alhamdulillah wametuthibitishia kwamba tunahitaji mageuzi makubwa katika mfumo wetu wa kisheria. Hii ndio imekuwa ajenda yetu. Kwa hivyo sisi kisiasa tunasema tunashukuru kwamba tumefikisha mbele ya macho ya Zanzibari, wamefahamu, wamethibitisha wenyewe mahakama. Kwa mfano mdogo, mimi nikwambia, juzi kulikuwa na kesi moja kwenye hizi kesi za habari ya zuio la nyaraka zisizo. Tumekwenda mahakamani, hati ile ambayo mahakama baadaye ilikuja kuitumia ikasema kwamba nini iliapo mbele ya jaji, mbele ya mkuu wa viapo ambaye alikuwa hajapata leseni. Baadaye mahakama ilipotoa siku ile tukafaili tena ombi lile tulilobadilisha ni mtu wa kwenda kuwapa. Sasa mahakama ndio ilichokisema kwamba ilikuwa kasoro ya msingi, lakini tumerudisha mahakamani mbele ya jaji huyo. Lakini jaji huyo yeye ndo kaja kakataa sasa kwa msingi kwamba kesi nyingine zoelezwa mle, yani katoa kisingizio chengine, sababu nyingine. Wakati alipotaka kuziondoa hati ile haikuwa ni tatizo, lakini alipotaka kwamba hataki kuzisikiliza, akasema kwamba kesi zote zotajwa mle haziko mbele yake, kitu ambacho wanini tena ukaitolewa uamuzi huko mwanzo. Lakini jaji mwenyewe kaahirisha kesi, anasema wazi kwanza kojeni nikaende nikatafuta ushauri kutoka kwa jaji mkuu. Haijawahi kutokea jaji yumo kwenye proceedings za mahakama akaahirisha kwenda kutafuta ushauri wa mtu mwingine, halafu akaja kaendelea. Na jaji mkuu ni kiongozi wa utawala, si mtu wa kutoa miongozo, lakini kama vile kwenda kusikiliza instruction, halafu kaja katoa uamuzi. Sasa hizi ni na kanuni zenyewe za uchaguzi zinasema kwamba kesi ya uchaguzi haitaondolewa mahakamani au itaacha kusikilizwa kwa sababu za technicalities. Ni kanuni zenyewe ndio zinatoa maelekezo haya. Sasa leo yanapotokea haya, ndugu zangu, huwezi kuja kumlaumu wakili. Mimi nadhani hili liko wazi sana, na tutaendelea kuyaona mengi makubwa zaidi. Kwa hivyo kwetu sisi
Nikuambie kwamba sisi wala hatuna wasiwasi, si kwa sababu ya njama au mawakili wetu wamefanya kazi vizuri, lakini tumepata fursa sisi ya kuithibitishia hali ilivyo katika mahakama zetu. Bwana Ahmed, nashukuru kwa mchango wako mkubwa. Mimi nikuambie kwamba kweli kwamba na hili ni lazima. Kuna namna ambayo kwa mahali muda ambao alifanya kazi ya hizi harakati za siasa, hawezi akaondoka tu ghafla akaondoka na kila kitu, au akaondoka na bila ile mwango wake, sijui tunaitwaje ile eko yake, basi ikazima ghafla. Haiwezi kuzima, na mimi nasema itachukua miaka mingi sana, kwa sababu mzee wetu alifanya kazi kubwa sana, na alifanya kazi sio tu ya ideology, lakini alifanya kazi ya kuonesha kwa vitendo vipi kufanya kazi na watu. Kuna mambo mengi ambayo vipi kuwaleta watu, alivyojitolea. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwanza tukubali kwamba litaendelea kuwepo, na mimi nashukuru kwamba litaendelea kwa sababu alijenga misingi mizuri. Lakini hata leo tunaendelea kutumia mtaji ambao aliweka. Lakini hili mimi nakubaliana na wewe kwamba tunabidi tuanze kusonga mbele bila mali kuwepo. Na mimi niliwaambia wenzangu wakati tunatengeneza strategic plan kwamba tuna ile tatizo la post Maalim syndrome. Hili lazima tulitafutie namna kidogo kidogo, tuone katika yale maeneo ambayo sababu na mwingine hataki kufanya jambo, anaweza kuambia tu lakini Maalim alikuwa akifanya hivi. Ningemwambia sasa yeye akifanya kwa Maalim wake, sisi tunatakiwa tuje tu innovate kitu kwa mujibu wa mazingira sasa hivi. Kwa hivyo mimi nasema kwanza tukubali litaendelea kuwepo na tuthamini mchango wake, na alama zake zitaendelea kuwepo, reference itaendelea kufanya. Lakini ni kweli na ni kwa sababu tu haya mageuzi sio tangible kwamba unaweza ukayaona hivi, utaona kidogo kidogo, lakini na sisi wenyewe we are conscious. Mmoja mimi ndio niliwahi kulisema sasa kwa kuongeza hii post Maalim syndrome lazima tutafute namna ya kuishi nayo wakati Maalim akiwa kuondoka. Kwa hivyo mimi nakubaliana nawe Ahmed kwamba hili lazima tulifanyie kazi, lakini hata hiyo unasema hybrid tunakwenda kidogo kidogo. Tatizo tulilonalo ni moja tu, wakati ule umeuliza hakukuwa na mlo mwingine, kwa mazingira tulionao Zanzibar magumu sana, kwa sababu kwanza ya kukosa uhuru. Lakini kuna watu ambao ni potential, wanao uwezo, lakini leo ukimwambia aje kwenye chama hawezi, kwa sababu ya mazingira. Pengine mfanya kazi wa serikali, mwingine ni mtu huru. Lakini hapa kwetu ukishirikiana na upinzani, bado hata katika mazingira ya hivi sasa unapigwa vita. Watu wapo ambao wameitwa wakaambiwa bwana, mwingine mtu ambaye sisi tuna udugu asije hata kwa kuna mtu ni ndugu yako lakini anajificha sijulikane. Hayo bado yapo. Kwa hivyo ni ngumu, na katika mazingira sasa watu wale wa mwanzo wazee wetu walijitoa wakasema, lakini sasa hivi ni ngumu kuwapata watu wa namna hiyo. Kwa sababu kwanza wengi hata hiyo ina ajira hawana. Mtu anadanganywa tu kwamba atakuwa ajira, basi mwingine atakoseshwa ajira, basi hayuko tayari. Kuna watu wanachama wetu kwa kweli kweli, lakini watoto wao basi wameshindwa kuwaleta kwenye hizo harakati. Kwa hiyo tunayo changamoto hiyo ya hiyo restriction kutokana na mazingira yalivyo ya kisiasa, hali ya kiuchumi ya watu waliokuwa nayo. Lakini ni kuahidi kwamba tumetengeneza, tuna kitu tunakiendeleza, tunaita Change Academy. Hii ni mfumo wa kitaaluma ambao tunautumia kusport vijana mbalimbali, kwa groom kwa ajili ya kuja kwenye uongozi. Na mara hii kwenye uchaguzi huu tuliwatumia sana, walitusaidia sana hasa kwenye social media na harakati nyingine. Tunalo hilo Change Academy, tumesema tutaimarisha zaidi iweze kujenga vijana wengi zaidi kwa ajili ya neno. Lakini mimi nakushukuru sana
kwa mchango wako huu, na mimi niseme tutaendelea kushirikiana na nyinyi wenzetu katika kutengeneza hilo. Lazima tuwe na proper succession plan katika harakati. Nashukuru sana. Haya, asante sana Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Sheikh Mohamed Shoban, Samani is mheshimiwa akiwa anajibu kuna movement sasa, sijui za kwako wewe au za mheshimiwa. Mtu kama anatembea hivi anagusagusa vitu. ni zangu mimi, basi mimi ndio naunganisha, mimi naandika hizi point kwenye karatasi hivi, au movement ya kutembea Za kwako wewe, itakuwa ni zangu basi. za kwako wewe, kama Mimi utakaa stili tutasaidia sana kwa sababu mazungumzo yenyewe mimi kwanza yako taabu, kisha na wewe ukifanya hivyo unazidi kupata taabu kumsikia. okay, ni mimi ndiye ambaye ndio mhusika, kwa hivyo itakuwa niko sana na naomba radhi. Haya, nilikuwa ninasema tu Shoman kwamba kwa hakika muda wetu tuliopanga ushamalizika kusema ukweli, kwa sababu ilikuwa tumepanga kwamba tuwe kuanzia saa 1 robo mpaka saa 1:30. Sasa tumeshatumia saa 1:47. Kwa hivyo tunakaribia masaa mawili sasa kasoro dakika 13. Kwa hivyo tumeshavuka muda wetu, na kama nilivyosema kwamba mheshimiwa tumepata muda wake kwa sababu ya katika ratiba yake, lakini labda nitaomba mimi hapa kwamba tutumie dakika kama 10 zilizobakia, labda kumalizia 5 katika hizo, kama kuna swala haraka haraka, na 5 zilizobakia zitakuwa ni za kufanya summary. Shoman, kwako. Haya, asante. kabla hamjafanya summary, nataka kumuuliza Alhabibu hapo, alafu tafanya swala moja tu. Alhabib Othman, viatu va mamsefu vinakubana au vimekupwa? Basi Haya, swala hilo tu, Alhabib Othman. haya, umesikika. Nani kaka Biudi, haraka haraka kaona swala Abiudi. Haya, Abiudi naye yuko ya ndio. Asalamu alaikum. Nina swala, nina mengi tu, lakini ngoja nihusishe na nimuulize moja tu Mheshimiwa Othman. Mheshimiwa, kwanza naitwa Abiudi Palanjo kwa majina, alafu sio Mzanzibari, ila ni mtu ni Mwarusha. Kabla ya huo mnaoita uchaguzi, wewe na kaka Jussa mlikwenda kuonana na huyu mufti, nafikiri wa Zanzibar, si mufti, ni kiongozi wa juu kabisa wa Kiislamu pale Zanzibar. Eloquently ukaongea maumivu ambayo mmeyapitia kwa miaka mingi, jinsi ambavyo mmeumizwa kila baada ya mwaka, na ukasisitiza tena emotionally kweli kweli, ukasisitiza kwamba usingependa labda yangeingilia kati akaongea na Hussein Mwinyi na administration yake kwamba safari hii mambo yasijirudie. Yet hakuna kilichofanyika, au hata kukuchukulia kwamba ulichokuwa kiongea akukuchukulia seriously. Kwa nini we unafikiri kwamba eti kutaka muongee na hawa watu ambao hata baada ya kuongea kwa maumivu vile bado hawakutaka kusikiliza hata uongozi wa kiimani? Why do you think kwamba they give a damn kwamba mnaweza mkaenda pale mkakubaliana? Na wewe mwenyewe pia mheshimiwa ulisema hivi kwamba wewe kama makamu wa rais, hata wafanyakazi wako, wasaidizi wako kwenye ofisi yako ya makamu wa rais, rais akushirikishi kuwateua. Ina maana huna input katika hiyo government. Sasa kwani unafikiri kwamba mnatakiwa muendelee kucompromise? And how long? Na kama mtaendelea kucompromise utarudisha nini? Kwa sababu kuna voter apathy katika among youth katika Zanzibar, na kama ilivyo Tanganyika tu, watu wameanza kuondoka na imani ya hizi chaguzi. Mnarudishaje ile morali kama kipindi kile cha kina kaka Maalim Seif Sharif Hamad? Hebu naomba tu nisaidie hapo. Haya, asante. Nashukuru sana kakangu Abiudi na mzee wetu mzee Haidar. Kwa bila shaka haya atakuwa maswala ya mwisho. Labda naomba nipe nafasi na Mwamba hapo na tumpe nafasi tumsikilize, asije akalalamika baada ya kunipa nafasi.
Mwamba. Muda ndugu yangu. Haya, endelea Sheikh Mohamed. Anasema Mwamba umepewa nafasi. Naona iko kimya, kwa hiyo Au basi Mheshimiwa Othman tusaidie majibu. Ingawa najua la Abdul ulishalizungumza, lakini bila shaka kwa sababu umeongeza nukta muhimu ya nafasi ya mufti, authority ya kidini, na amezungumza kuhusu voter apathy, labda pengine itakuwa ameongeza kitu ambacho haikuwemo kabla. Tafadhali Mheshimiwa Othman. Asante bwana Haidar, kuhusu viatu vya Maalim kwa vinanibana au vinanipwaya. Mimi niseme viatu vya Maalim tukubali kwamba ni vikubwa sana, kwa sababu si viatu ambavyo unatumia kupanda kwenye jukwaa tu, si viatu vya kwamba unatumia kwenda kwenye ziara. Ni karama ambazo Mwenyezi Mungu alimpa, namna ambavyo kwanza alisustain hizi, alijitoa kwenye hizi harakati, na mimi niseme kwamba kwa sehemu kubwa bado natumia mtaji, natumia mbegu ambayo aliipanda na aliipanda katika mazingira ambayo ni kila ninapokwenda Maalim hapa alikuwa akija akilala pale, yani takriban hicho kipindi cha Ramadhani nimetembelea mahala mwingi, na kila pahala unakwenda bado wazee, hasa wazee wanamkumbuka jinsi alivyojifanya kwa humble, simple, akaweza kuwafikia watu, akaweza kulijenga hili jambo kwa juhudi zake, kwa understanding yake, kwa uungwana wake, kwa ushawishi wake. Hakuna namna ambayo mimi naweza nikasema kwamba namkaribia Maalim katika hilo, lakini nadhani kitu ambacho tukubali sote kwamba mwisho wa siku, pamoja na kuyaunga haya yote akawaleta watu, lakini relevance au tunapofanana na Maalim kwamba angalau vile viatu vyake naweza kuvivaa nikaendelea navyo, ni kwa sababu ya dhamira yake, malengo yake, alichokuwa nakitafuta. Kwenye hili mimi nasema viatu vya Maalim na vimenifaa sawa sawa. Kwenye mengine ya haiba yake, karama yake, uwezo wake, alikuwa hivi niseme bado vinanipa haya, na wakati mwingine unabidi tu vishike mkononi. Kwa hivyo mimi nasema kwenye viatu vya Maalim kuna sehemu hizo mbili. Lakini kwenye hili la dhamira yake, hili alikuwa akilitafuta, hili mimi nimeridhika kwamba angalau naweza kuvaa na watu wakaona kwamba mtu jamaa kavaa viatu viko vinafanana na yeye mwenyewe. Labda niseme hivyo au nijibu hivyo katika jambo hili. Nimalizie hili la mwisho la kwamba nalo nashukuru limeelezwa kwa hisia kwamba kweli kabla ya uchaguzi sisi tumefanya engagement, sio tu kwa mufti, tumekwenda vyombo mbalimbali vya ulinzi, tumeonana na kamishna polisi na timu yake, tumeonana na wenzetu wa kanisa la Katoliki, tumekwenda kwa KKT, tumeonana nao, tumekwenda kwa viongozi wa dini, mufti, tumekwenda kwa mashehe mbalimbali. Juhudi zile zilikuwa hii, msingi wake ni huu wa kwamba ni vizuri kila mmoja, kwa sababu kuna mambo ambayo wengine walikuwa hawayafahamu, wanapiga kelele na walikiri wengine kwamba kweli haya mlikuwa hatuyafahamu, kama mlifanya juhudi hizi, mlichukua juhudi hizi, kumbe hali iko hivi. Kwa moja ilikuwa ni hiyo, na wao kuwaweka on the same page, tukazungumza wakijua kwamba juhudi tulizofanya, wana mazoea kulaumu kwa wakati wote wa upinzani, tuliyafanya hayo, na nashukuru kwamba walitufahamu. Lakini naomba uelewe kwamba ofisi ya mufti kwa sasa ilipofika, na nadhani kama ulifuatilia kampeni zetu tulikuwa tukilieleza vizuri hili kwamba namna ilivyowekwa mfukoni kutumikia utawala ni kwa namna ambayo kusema kweli imemshushia hadhi ofisi yenyewe ya mufti. Na ndio maana unaona sisi baada ya maelezo yale kujieleza vizuri na kueleza kwamba tunawafahamu hata baada ya uchaguzi na yote yaliyotokea, lakini wakati ule wa uchaguzi wa 2020 walimfuata Maalim kumwambia
aje chini marais sisi hawakutufuata tena, sijawafikia tena mimi ofisi ya mufti, sijaifikia tena ile kamati ya amani. Kwa hiyo sisi tunachosema tulifanya yale kwa sababu ndio utamaduni wetu, ndio tuliona ni jambo zuri. Wote stakeholders wote wa kijamii wakafika pahala wakaelewa tuna tatizo gani, na mimi niseme wote walituelewa, hata ofisi ya mufti. Ndio maana reaction yao mara hii imekuwa tofauti. Wenzetu wa Katoliki KKT walituelewa vizuri, tuliokuwa tumeeleza, wametambua tatizo gani lililopo katika nchi. Kwa hiyo sisi kwenye hili malengo yetu yalifikiwa, na kueleza kwetu kwa emotion ilikuwa ni kufikisha ujumbe, lakini bado tunasema kwamba kwa upande wa wananchi, uchaguzi huu watu hawakuonesha kwamba walisusia uchaguzi. Kwa Zanzibar kwenye uchaguzi huu watu walijitokeza kwa wingi sana kwa kweli, na katika uchaguzi huu sisi tulipata kuungwa mkono na watu ambao hawajawahi kutuunga mkono. Watu wengi wa Chama cha Mapinduzi walituunga mkono. Kwa hivyo mimi ukiniambia kwenye juhudi zile, mimi nasema kwamba zilizaa tija kubwa sana, na ilikuwa jambo zuri tulipofanya, kwamba sasa hivi tuna matumaini kwamba kwa nini tunazungumza na hawa wenzetu. Tunazungumza kwa sababu ni sehemu ya uongozi vile vile, kwa sababu jambo likitokea kama ni baya, hata ukilizungumza kwa lugha nzuri namna gani, mwisho wa siku bado utarudi pale pale. Muhimu ni kupata solution, na sisi ndio njia zilizobaki. Hatuna njia nyingine mbadala zaidi ya kuzungumza. Historia imetuonesha, na hasa mimi niseme kwenye hili tunafaidika sisi wengine tulikuwa Waislamu, tunafaidika na yale mafunzo ambayo tumefundishwa katika dini, ya kwamba namna ya kuendea matatizo yanapotokea, namna ya kuendea farakano unapotokea. Mwisho wa siku, hata kama mtu umpendi, hata kama mtu unajua huyu ni jahili, unajua kwamba huyu hata kuenda akaheshimu haya, hata ya heshimu. Mafunzo tulionao ni kwamba bado nenda ashindwe yeye, kwa sababu kila unachokifanya kinazidi kumuonesha yeye ubaya wake, kinazidi kumuonesha hiana yake aliyonayo. Lakini na pia unaweza ukapata kitu ambacho ukatumia. Kwa hivyo there is no harm kwenye hili. Ndiyo njia sahihi kwa mazingira tulionayo ni kwenda kuzungumza. Wakifanya hiana, wakishindwa, ni wao wenyewe. Kwenye hayo mengine yote yaliyotokea, tunasema ni sehemu ya tatizo ambalo tunataka tulitatue, na kwa wakati huu njia iliyobakia ndio ikishindikana hilo, zipo njia nyingine, na njia moja ni hiyo ya wananchi kuelewa kwamba hawa watu ni wa namna hii. Na mendo nasema ndio maana leo wamefika hapa walipofika, kwamba hawana imani, wenyewe wanajua kwamba wananchi wamewakataa. Wananchi wamewakataa kwa sababu waliwahi kutoa serikali, wamewakataa kwa sababu ya mbinu wanazotumia katika kuendesha dhuluma zinazofanyika. Kwa hivyo kwetu sisi wala hiyo haituumi, tunahisi ni sehemu ya uongozi, na kwa mazingira tulionayo tunahisi hiyo ni njia mwafaka, na hatutumii njia hiyo tu, tunazo na njia nyingine, lakini hii ni moja ambayo kwa mazingira yake tunahitaji kuyatumia, na tunashukuru wananchi kutuunga mkono katika hilo. Tumepata salamu nyingi, watu wengi wametufika ambao si wanachama wetu wengine, lakini ni watu ambao walituunga mkono tu, kutuambia kwamba hii njia mlichagua, endeleeni nayo, msivunjike moyo, msikate tamaa, na pahala kuna siku hii kama itakatika na tutapata nchi hii itakuwa huru tena. Asante sana Mheshimiwa Othman Masoud Othman, tunakushukuru sana kabisa. Labda la mwisho kabisa kwa njia ya kufanya mjumuisho yote, ni kuombe tu dakika 2-3 utupe nasaha au tuseme kama ni wito wako, manake majibu wote umezungumza kuhusu hali ilivyokuwa, hali inavyokwenda na majibu kwa sababu katika hali hiyo pia
Lakini vipi, neno la mwisho kabisa kutoka kwa wewe, wito wako, ujumbe wako kwetu sisi kama wana diaspora na bila shaka wenzetu wengine ambao watasikia mazungumzo ya baadaye kupitia tunaposambaza. Mimi la kwanza ni washukuru sana, niendelee kuwashukuru, hilo sitaondoa shukrani. Kwa hakika namna mnavyofuatilia mambo ya nchi yenu, mashirikiano yenu, ufahamu wenu na wakati mwingine michango yenu, mimi naomba niwashukuru sana na niwaombe moja tu kubwa, kwa sababu kuna wengine bado wanatazama jambo hili kama ni kwa misingi ya siasa. Mimi naomba ni kwa sababu ndio utaratibu tuliowekewa, lakini naomba tulichukulie hili kwamba tumo katika harakati za kuiokoa, kuinusuru nchi yetu, kwa sababu ndugu zangu, gravity ambayo inaiweka pamoja taifa, yani the gravity ambayo pulls together a nation, ikawa pamoja, ni its constitutional order, ni law and order iliyopo katika nchi, ni leadership. Mambo haya manne ndio yanayoijenga nchi yakiwepo, na sasa hivi katika nchi hayo ndiyo yaliyopotea kama hatukuyapambania. Basi nchi, wewe ukiwa chama chochote uliopo, basi ujue kwamba hii nchi itapotea, hata kama unafaidika na haya yanayotokea, pengine anakuweka kwenye this is very temporary. Kitu ambacho ni cha kudumu endelevu ni taifa ambalo limekaa pamoja, lina defined constitutional order inayofuatwa, inayoheshimiwa, kuna uwajibikaji, kuna ustaarabu. Mwananchi ni mfalme katika nchi yake, anachagua huyu ndiye anayetufaa, huyu hatufai, ondoka, anawajibisha viongozi. Hiyo ndio nchi, huo ndio ustaarabu, hiyo ndio civilization, hiyo ndio maendeleo, ndio msingi wa maendeleo. Mtu bwana, kama hamna hiyo, mna chaos. Hata hao wawekezaji atakuja na yeye ataingiza tu na chaos yake, lakini ukweli mwenye hela yake alikuwa hatokuja, kwa sababu atawaona nyinyi una watu matatizo, na tunaziona sisi ambao tumewahi kufanya kazi za kufanya investors due diligence. Baadhi ya mambo anakuuliza, no you guys you are not ready yet. Kwa hivyo mimi naomba tuichukulie hili jambo, tukiingia siasa mara nyingi tunakuwa tunapotea. Nasema nchi yetu inahitaji kurudishwa kwenye mstari, tumepotea. Our constitutional order, law and order, leadership, hivi vitu ni vitu vya msingi sana, na waomba tuendelee kulipambania kwenye hili. Na la mwisho niseme, hizi juhudi tunazoendelea, najua wengine kila mmoja ana nia, kwa sababu mtu anaona wengine ni ngumu kufahamu kwamba wai katika mazingira haya bado. Lakini ndugu zangu, kuna alternative gani? Kuna option gani? Leadership inataka kuipita njia ambayo ni ngumu sana. Leadership ambayo kwamba unasubiri wakati njia rahisi upite, leadership ya kusema kwamba njia peke yake, labda mimi nifanye nini hii tokee watu, labda haijawahi katika hizi regime tulizonazo, kwamba watu tu wametoka wakapambana, watauliwa, ataisha. Tumeyaona na tunayaona katika hata nchi yetu kutokea. Meza tija ipi ulitegemea kwamba kungekuwa labda na ustaarabu huo? Lakini kwa tulivyo, mimi nasema mwenye njia yake badala aitumie, lakini sisi ambao tunaendelea na njia hii, mimi naomba tufahamu, tuunge mkono, muone kwamba na sisi dhamira yetu mwisho wa siku nchi yetu turudi katika misingi ya utaifa, misingi ya taifa, ili tuweze kupata maendeleo. Tunafanya na sisi haya mengine katika maumivu makubwa sana. Sifikiri sisi tunaumia wakati mwingine, kusema kweli, ni mambo yanaumiza kupita kiasi, yanakutia hasira kupita kiasi. Lakini what do you do? Ndio leadership. Mimi naamini kwamba tutafika
Naomba tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kuunganisha watu wetu, tusimame kwa ajili ya nchi yetu. Mimi nawashukuru sana ndugu zangu. Asante sana Mheshimiwa Othman kwa nasi hivi leo hapa, lakini mimi sitakuwa mtu wa kutoa neno la mwisho. Nitamwachia Shoma na Sheikh Saidi hapa watufungie moja kwa moja, lakini kwa upande wangu nashukuru sana kabisa kwamba umepata muda. Tumechukua masaa mawili yako hakika. Na tunashukuru kwamba umetupa nafasi ya kutufanulia vitu vingi sana kabisa, na tunakutakia kheri kwa upande wa binafsi, na miaka mingine ijayo tutathmini miaka mitano yako ya mwanzo wa safari hii ambayo umeianza tangu mwaka 2021. Na nawashukuru pia sana Nawashukuru sana. waliochangia na waliouliza maswali na kutoa michango yao. Asante sana kabisa. Shoman na Sheikh Saidi, kwa nyinyi sasa tufungieni, tufunge chumba. Asante Sheikh Mohamed. Mimi ningetaka nani mzee Utamu labda kwanza tupe dua, alafu Sheikh Said atatufungia nani. Mzee Utamu. Labda ashaondoka. Naam, nipo Yupo. lakini nishakuwa mtu mzima jamani. Jana amekuwa 77 years old, kwa hivyo wakati mwingine hata jana ametimia miaka 77. Nimemwona Said Khalifa, Said Abdallah na wengineo. Kwa hivyo natafuta ile miwani nizame dua nzuri ya kusoma mwezi wa Ramadhani. Haya, asante sana Alhabibu Othman. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا باري بريات وغافل خطيات وعالم خفيات مطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علما وعاصي كل شيء رحمة وقاهر كل مخلوق عزة وحكمة، اغفر لي ذنوبي واستر عيوبي وتجاوز عن سيئاتي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا سامي دعوات، يا مقل عثرات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا رافع الدرجات، يا غافر الذلات، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إني أسألك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت، إذا سئلت به أعطيت. أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي وأنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربي اغفر لي والوالدين ومن دخل بيتي والمؤمنات والمسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. أحسنتم. Asante. Jazakallahu khair. Asante sana Sheikh Utamu kwa dua nzuri, alhamdulillah ala kulli hali. Sasa mimi nimepewa niseme neno la mwisho. Kwa hakika nyote mnanijua, mimi naitwa Said Zamu, niko hapa Leicester. Napenda kwanza kuchukua nafasi hii kumshukuru mheshimiwa mwenyekiti Othman kwa kutenga nafasi yake ambayo kuja na leo kuzungumza hapa na wana diaspora. Tunakushukuru sana na tumekufahamu. Kwa hakika yote uliotuambia tutayazingatia, na zaidi tutaendelea kumwombea dua marehemu kama ulivyotutaka, na tunamwombea yeye pamoja na kuiombea nchi yetu. Tunachukua nafasi hii katika huu mwezi wa Ramadhani kuomba sana 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 kuiombea Zanzibar na kuombea wote wazee wetu waliotangulia. Sasa mimi niseme tu kitu kimoja tu katika haya masuala ambayo yamejitokeza leo hapa katika miaka mitano ya urithi wa Maalim Seif. Nafikiri sote ni mashahidi, tunaona kwamba tukiangalia kwamba kiatu cha Maalim Mheshimiwa Othman kinakufiti, na tukitizama hayo katika maneno yako kwamba kuna watu ambao sio wapinzani lakini wamekupigia kura katika uchaguzi huu. Na yote hayo tunayaona, watu wanayaona. Kwa hivyo umekubalika mheshimiwa
Kwa hivyo tunazidi kukuombea dua uendelee na kiatu hicho kikizidi kuwa tight na wewe. Na la pili, tukiangalia katika uchaguzi wa mwaka uliopita, maafa ya mauaji yameondoka. Tunajua haya yote yametokana na msimamo wako wewe, otherwise ingelikuwa hatari sana katika nchi, lakini kutokana na juhudi zako na uweledi wako umeweza kuyapanchi hayo mauti yasitokee, na imekuwa kama yalivyotokea. Ndio maana kutokana na hayo ndo mkaanza kuunda hiyo kamati ya maridhiano. Kwa hivyo sisi tunatoa baraka zote kwa kamati yenu, ambayo tunajua wewe mwenyewe Mheshimiwa Mweledi na Mheshimiwa Jumaduni Haji, ambapo mimi nishakaa naye miaka mitatu ndani na mjua zuri A to Z. Kwa hivyo tunawaamini kwamba nyinyi pamoja na hao watu wawili kutoka upande wa CCM ambao washakuwa katika nafasi kubwa katika serikali ya Zanzibar, mnaweza mkafanya jambo ambalo likaleta faida katika nchi yetu. Kwa hivyo naendelea tu kukushukuru mheshimiwa, na tunazidi kuwaombea dua nyote waliotangulia na wewe ambao uko sasa hivi, na kuiombea nchi yetu, na hali kadhalika wanachama na wajumbe wote ambao wako katika kikao chetu hichi cha leo, ambapo mmepoteza wakati wenu kuja kumsikiliza. Tunakushukuruni. Kwa hivyo hatuna la ziada isipokuwa kusema asanteni sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atatuzidishia upendo na kuweza kuendeleza hili gurudumu ambalo tunalo mpaka wakati huu. Asante sana. Hadha, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.